السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وصل من أسند أمره إليه ورفع من وقف وجاءه على فضله وقطع بأن الخير كله لديه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنام الآتي بأحسن الحديث وأصدق الكلام، وعلى آله وصحبه الطاهرين الذين صحت عزائمهم وحسنت نياتهم، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Ama baada hayo, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islamu, wasikilizaji, leo nimependa kuja na jambo hili adhimu kabisa, jambo sharif, jambo tukufu la kuhusiana na funga ya Arafa ni lini? Manake kuna maneno ya mtaani ambayo tunasikia mtaani ambayo hatuyaoni kwenye vitabu, yanayosema kwamba funga ya Arafa ni wakati watu wakisimama katika kisimamo cha Arafa, ndio watu wote duniani waweze kufunga katika wakati huo. Ile hali ni jambo ambalo kwamba sio la kweli, lakini tumeona tuweze kulitolea ufafanuzi wake kama inavyokuja. Je, funga ya Arafa ni lini katika sheria? Utakuta katika vitabu wanazuoni wanatueleza kwamba funga ya Arafa, saumu yaumi Arafa huwa yaumi tasi'i min dhilhijja, kwamba funga siku ya Arafa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, faman shahida minkum shahra falyasum, mwenye kushuhudia miongoni mwenu mwezi basi na afunge. Aya hii imekuja kuzungumzia atakayeshuhudia mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hakuna utofauti katika kutizama mwezi wa Ramadhani na kutizama miezi mingine, kwa maana hata katika mwezi wa Dhulhijja, ili uipate funga ya Arafa kwamba ni siku gani, ni lazima uangalie katika machomozo ya mwezi. Kama mwezi umeandama leo, basi tunahesabu kuanzia leo mpaka itakapofika siku ya 9, basi itakuwa ndio siku ya kufunga saumu ya Arafa. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji, kwamba akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wanakuuliza wewe kutokana na miezi miandamo, basi wajibu ambie hiya mawaqitu linnasi, hizo ni nyakati za watu, wal hajji,
Kwa maana ili tuweze kutambua kwamba ni wakati gani wa kuweza kufanya ibada fulani, ni lazima tuangalie mwandamo wa mwezi, ili tupate kwamba funga ya Arafa ni lini. Ni lazima tuangalie mwandamo wa mwezi mpaka itakapofika katika siku ya 9 tangu mwezi kuandama, basi hiyo ndio itakuwa siku ya kufunga saumu ya Arafa. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia, la tasumu hatta tarawul hilala wala taftiru hatta taraw, kwamba msifunge mpaka muone mwezi na wala msifungue mpaka muone. Fa in humma alaykum, ikiwa kuna kiwingu juu yenu, faqdirula, qadirieni, ndio mtakamilisha. Labda kama ni kwenye Ramadhani mtakamilisha Shaabani 30 ili kuingia Ramadhani. Kama ni kuingia kwenye Eidul Fitri, basi mtakamilisha Ramadhani 30 ili muingie kwenye Eidul Fitri. Lakini pia katika mwezi huu tuliokuwa nao wa Dhulhijja, tukitoka katika Dhulqaada ili tuingie sasa kwenye masiku 10 bora ya Dhulhijja, ni lazima tukamilishe Dhulqaada 30 kama mwezi hatujauona, ndipo tuanze mosi kuhesabu mpaka ikifika siku ya 9 ndio inakuwa ndo siku ya kufunga saumu ya Arafa. Kwa hivyo hayo ndio maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ndio maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye hazungumzi kutokana na matamanio, bali ni wahi ambao kwamba amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funga ya Arafa ni ibada. Hauwezi kuifunga isipokuwa katika ule wakati wake maalum, vinginevyo itakuwa hukufunga. Lazima utizame ile siku maalum ndio uweze kufunga. Ni kama tulivyosema, inafungwa katika siku ya 9 katika Dhulhijja. Funga ya Arafa, kuna wengine wanasema, kama tulivyotangulia kutoa maelezo, kwamba kuna maneno ya mtaani ambayo kwamba hayapo kwenye vitabu, yanayosema kwamba funga ya Arafa ifungwe siku watu wanaposimama katika viwanja vya Arafa. Sawa, haya ni maneno ya mtaani ambayo kwamba hayapo kwenye vitabu. Lakini tunachotaka kuuliza, hebu tuyahoji haya maneno ya mtaani, tuyahoji kidogo. Maana yake ni maneno ambayo kwamba yanakwenda tukigusa sasa, lakini tuyahoji kwamba funga ya Arafa ilikuwepo kabla ya kisimamo cha Arafa. Funga ya Arafa ilikuwepo kabla ya kisimamo cha Arafa, yani kabla hija haijafaradhishwa. Sasa je, maana kuna wengine katika kauli nyingine tuwasikia, kuna kauli inayosema kwamba hija ilifaradhiwa mwaka wa 5, kauli nyingine hija ilifaradhiwa mwaka wa 9. Sasa funga ya Arafa ilikuwepo kabla ya hija kufaradhiwa, kwa maana kabla ya hija kufaradhiwa hakukuwa na kisimamo. Sasa swali, je, kabla ya kuwepo kisimamo cha Arafa
watu walikuwa wanafungaje hii saumu ya Arafa? Kabla ya kuwepo kisimamo cha Arafa, watu walikuwa wanafungaje hii saumu ya Arafa? Kwa sababu hawawaoni watu wakiwa wamesimama, na hakuna watu waliosimama katika viwanja vya Arafa. Watu walikuwa wanaifungaje hii saumu ya Arafa? Utakuta hapo utakosa jawabu la kujibu. Kwa hivyo sharti urejee katika siku ile ile kwamba funga ya Arafa ifungwe katika siku ya 9 na sio kisimamo. Lakini pili, naweza nikauliza tena kuhusiana na kauli hiyo ya mtaani kwamba je, funga ya Arafa ni siku fulani watu wanafunga, au funga ya Arafa ni sehemu fulani? Utakuta funga ya Arafa ni siku, au kama kutakuwa kuna jawabu jingine, basi wale wa kuchukua maneno ya mtaani basi watatuletea wale mashekhe wa kuwapotosha watu kwa maneno yao ya mtaani, basi watatuletea. Ikiwa hauogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ukenda katika vitabu vya sharia, vitabu vyote vya sharia ya dini yetu ya Kiislamu vinasema funga ya Arafa ni siku ya 9. Funga ya Arafa ni siku ya 9. Manake pale mwezi ulipoandama tunahesabu mpaka tukifikisha siku ya 9 ndio tuifunga hiyo funga ya Arafa. Ndio. Sasa je, hii kauli ya mtaani inayosema kwamba watu watizame mahujaji, waangalie mahujaji wakisimama katika viwanja vya Arafa, wameitoa wapi? Kauli yao hii ya mtaani ya kuwapotosha watu na zikawa kweli kauli ya mtaani na zasemwa na watu wa mtaani, lakini hazisemwi na watu waliosoma. Kauli hii wameitoa wapi? Kwamba watu watizame mahujaji wakiwa wamesimama Arafa. Sasa dini sasa hivi imekuwa ni dini ya mtaani, si dini ya kutoa katika vitabu. Dini hii imetoka wapi? Watuambie Mungu wao atakuwa nani na mtume wao atakuwa nani? Alowaelekeza hivyo kwamba dini ichukuliwe mtaani. Hilo ni swali. Tahitaji majawabu. Haya. Lakini pia kukaongezeka na kauli nyingine pia ya mtaani ambayo kwamba haipo katika vitabu vya sharia. Kauli nyingine ya mtaani ya mashekhe wa mtaani ikaongezeka ya kusema kwamba sasa hivi alhamdulillah Mungu ameturahisishia, Mungu ameturahisishia kwamba sasa hivi kuna TV, kuna simu. Sasa swali linakuja, je, kabla ya kuwepo simu na TV watu walikuwa wanafungaje? Maanake twajua hizi hazikwepo. Hizo zama zimekuja hivi karibuni. Kabla ya kuwepo simu na TV watu walikuwa wanafungaje? Jawabu utapata ni ile siku ya 9. Ndio aadatu salafu na swala. Ndio aadatu salafi na swala. Hii ndio ada ya wema wetu waliotangulia. Hii ndio adabu salihina, ndio mwenendo wa wema waliotangulia. Walikuwa akifunga ile siku ya 9. Ndio jawabu. Haya.
Je, simu na TV ndio zinatubadilishia sheria yetu ya dini ya Kiislamu? Simu ikisema tutembee uchi, tutembee uchi kama mbuzi na kondoo. TV zikisema tutembee uchi, tutembea uchi. Manake ndio wamekuwa mashehe zetu, ndio wamekuwa. Simu na TV ndio zimekuwa mtume wetu, simu na TV ndio zimekuwa Mungu wetu, ndizo ambazo kwamba zatuletea sheria na kutufutia sheria zikatuwekea sheria nyingine. Hili hao mashehe wa mtaani waweze kutujibu swali hili kwamba je, simu na TV ndio Mungu wetu, ndio mtume wetu? Sasa sheria tuzichukua katika simu na TV. Mwenendo wa wema waliotangulia ni kufunga siku ya 9, lakini mwenendo wa simu na TV ni kufuata pale watu wakisimama. Je, simu na TV ndio Mungu wetu, kwamba ndio atubadilishia sheria? Hili ni swali nalo latakiwa kujibiwa. Likikosa majibu, funga siku ya 9. Acha kubadilisha sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume mwenyewe aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lima tuharrim ma ahalla Allah, kwa nini unaharamisha yale Mungu aliyohalalisha? Je, wewe shehe wa mtaani? Haya. Je, nyinyi mashehe wa mtaani mtafanywaje? Swali jingine ni kwamba saumu inaanza asubuhi. Saumu ya Arafa tunajua inaanza asubuhi. Sawa. Lakini funga ya Arafa, kisimamo cha Arafa, saumu ya Arafa inaanza asubuhi, lakini kisimamo cha Arafa kinaanza adhuhuri. Maana yake kuna kauli nyingine ya mashehe wa mtaani. Sawa, kauli ya mtaani na iloletwa na mashehe wa mtaani kwamba watu wawapongeze mahujaji wakiwa katika viwanja vya Arafa. Sijajua haya maneno yametoka wapi, sijajua yameokotwa kwenye jarida gani la Kiyahudi, hatujui. Lakini maneno alhasili, maneno ya mtaani. Sasa saumu ya Arafa inaanza asubuhi na kisimamo cha Arafa kinaanza baada ya adhuhuri, jua kupinduka, maana yake saa 7 mchana kwa huku kwetu. Sijajua kwa wenzetu inakuwa saa 6 dakika ngapi, wallahu a'lam. Sasa ukianza kufunga asubuhi, wampongeza nani? Maana yake hata ni mtu labda akasoma vizuri wampongeza baada ya nini? Baada ya kusoma vizuri. Sasa wewe wampongeza mtu kabla hajasoma. Akishindwa kusoma ndio umempongeza nini? Haya, wapongeza mahujaji, wewe waanza kufunga asubuhi na mahujaji wanaanza kusimama baada ya dhuhuri, wanaanza kusimama asubuhi. Haya, wampongeza nani huko asubuhi? Lakini pia sasa ukisema wapongeza mahujaji, tuipeleke sasa tuseme asubuhi kunywa chai, kula mandazi yako, uanze kufunga baada ya dhuhuri. Hii funga itakuwa ya Kimajusi au itakuwa hii funga ya Kiyahudi? Maana yake Waislamu hawana funga hiyo ya kula chai na mandazi asubuhi, tuanze kufunga baada ya dhuhuri.
Kwa hivyo alhasili maneno haya mtaani lazima siku zote hayana hoja yenye mashiko. Lazima atarudi kwa mtaani na kwa mashekhe ambao kwamba ni wapotofu wa kiwahabi. La mahala. Lakini pia tunaweza tukauliza tena kuwauliza kuyauliza yale maneno ya mtaani tukiunganisha na mashekhe wao wa mtaani kwamba mwasema kwamba tuwapongeze mahujaji wakisimama. Tuangalie pale watu wakianza kusimama Arafa ndio watu waanze kufunga. Kwa maana tuwapongeze mahujaji. Ingawaje haingii akili, lakini hebu tuulize hivyo. Tupapige msumari. Hata kama pameshakaza tupaongeze msumari mwingine pazidi kukaza vizuri. Manake pasije pakaachia. Huenda. Sasa ukisema kwamba lazima tufunge kuwafikiana na mahujaji wakisimama Arafa. Je, zile nchi ambazo kwao ni usiku zitafungaje? Ili swali lijibiwe, tena lijibiwe vizuri. Je, zile nchi ambazo kwao patakuwa ni usiku na nyie sharti watu wafikiane na mahujaji pale Arafa wakiwa wamesimama Arafa, je, zile nchi nazo zitafungaje? Zitafunga usiku? Hii somo ya usiku hii bila shaka itakuwa ya Paulo. Lakini si somo ya Kiislamu. Waislamu hawafungi usiku. Hakuna somo ya kufunga usiku jamaa. Somo yafungwa mchana. Basi kwisha habari. Hakuna somo ya kufunga usiku, hiyo ipo. Hiyo labda itakuwa ya Paulo. Sasa basi dalili zake na zitoke kwa Paulo kama itakuwa ipo somo ya usiku. Kwa hivyo alhasili utapata funga ya Arafa ni pale unatizama mwezi wa pale uliandama lini, siku fulani unahesabu moja mpaka ikifika siku ya 9, basi funga. Hiyo ndio funga ya siku ya Arafa. Sio kutizama watu wakisimama katika viwanja vya Arafa. Hapana. Kabla ya simu na TV watu walikuwa wanaangalia wapi? Au walikuwa na macho gani? Maana yake hata Uyunul Ghurabi hayatizami. Kwa hivyo tusidanganyane na kupotoshana, bali watu wafunge ile siku ya 9 ya pale walipo. Hapo ndio itakuwa umefuata msimamo sahihi, msimamo ambao kwamba kwenda nao sallallahu alaihi wasallam mtume. Lakini msimamo alokwenda nao maswahaba, msimamo alokwenda nao wema waliotangulia, ndio ilikuwa Abu Salihina, mwendo wa wema waliotangulia. Nadhani yapo mengi ya kusema, lakini tukiyasema mengi basi mengine yatadondosha. Lakini tukiacha haya kidogo, basi mwaka mwingine tena pengine insha Allah tukipata nafasi tena tukaongeza tena, basi pengine yataweza kubebeka. Lakini kwa mwaka huu, mwaka 1100
1446 mwaka 1446 Hijiria, basi funga ya Arafa itakuwa ni siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa mwezi 9 kwa huku kwetu tuliko, siku ya Ijumaa mwezi 9 kwa huku kwetu tulipo ndio itakuwa funga ya Arafa, ambayo ni sawa na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025 miladia, na sikukuu itakuwa siku ya Jumamosi. Sikukuu ya Eidul Adha itakuwa ni siku ya Jumamosi.